jioni ya leo, kama kauli kusema ya kwamba ya dunia maisha umekula miaka mingi, wengine wamechukua miaka 30, wengine wamechukua miaka 20, wengine wako na miaka 40. Ukipata maisha katika ulimwengu huu na hakuna mahali maisha imekupeleka, ningekuja nikuambie, jaribu Yesu siku ya leo. Yesu ndiye ako na suluhisho la maisha ya mwanadamu. Maandiko inasema ya kwamba siku za mwanadamu za kuishi katika ulimwengu huu zimehesabiwa. Siku za mwanadamu za kuishi katika ulimwengu huu ni chache mno. Ni kwako wewe mpendwa, ni kwako wewe mzee ulioko mahali pale, upate kauli siku ya leo, usema ya kwamba now enough is enough. Upatiana maisha yako kwa Kristo ili Mungu akaweze kutawala katika maisha yako. Amen. Sisi tumekuja hapa, hatuna kampeni nyingine, hatuna jambo lingine la kuokoa mpaka wazee. Amen. Mungu abariki. Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Huyo ni mzee ambaye aliyekuwa mwenye dhambi na akakutana na Bwana Yesu siku moja, na amesoma ya kwamba wakati alipokutana na mwanaume maisha yake hayakubaki vile alivyo. Haleluya. Wazee wanaokoka na wanakaa vizuri na wake zao. Wazee wanaokoka na wanakaa vizuri na watoto wao. Hivyo basi wewe mzee unayetusikiza, sikia jioni ya leo, hautakuwa na sababu ya kusema ya kwamba wazee hawaokoki. Mzee ameshuhudia na kusema ya kwamba kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna mambo yote, kwa Yesu kuna uzima. Hivyo basi wazee, shoni kwa Yesu na maisha yenu yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anazidi kutenda. Yes. Maana anazidi kutenda katika maisha ya watu wengi. Hivyo basi jioni ya leo nataka nikuletea msichana ambaye aliyekombolewa na ambaye Yesu Kristo alipokutana na yeye ana ushuhuda, hadi atueleze kama wasichana wanaokoka na wanakaa kwa Yesu ama mambo iko namna gani. Si neema ukuje tu ushuhudie Kristo katika maisha yako. Tupigie neema makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe mara tena. Amen. Praise be to God. Amen. Namshukuru Mungu kwa umbali huu, kwa maana kama sio kwa neema yake na fadhili zake nisingelikuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umbali amenileta ni kwa neema zake na fadhili zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ati ni kwa ajili anaitwa neema au grace, but ni kwa neema za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niwaletee ujumbe siku ya leo kwamba wasichana wanaokoka na wakikaa ndani ya Yesu anawadumisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikaa ndani ya Yesu anakufanya kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yako ya kale anakuwa ya kale, lakini unaganga yajayo ambayo wewe ni kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa kiumbe kipya katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So mimi namshukuru Mungu na sioni haya kusema kwamba Yesu kwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hii hadithi ambayo ni ya wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Wanafunzi wa Yesu walilala, hawakujua kama Yesu alikuwa pale ndani ya lile meli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo uko pale nje umelala, ni wakati wako sasa uingie katika hii merikebu yake. Yes. Amen. Amen. So uko pale nje, ingia katika Yesu. Hapa haijalishi ni changamoto zipi
tashwishi, hautakuwa na shaka ukiwa na Yesu na ukikaa ndani yake. Barikiweni sana. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni msichana ambaye ameshuhudia. Hivyo basi wasichana wanaokoka, wanawacha raha na wanakaa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na amesimamia ushuhuda ya kwamba kuna Yesu ambaye anaokoa wasichana na anawadumisha na wanakaa kwa Yesu vizuri. Yohana wa kwanza 3:8 Biblia inasema ya kwamba atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa Shetani. Lakini hata hivyo kuna mmoja ambaye amedhihirishwa, kuna mmoja ambaye ametoashwa, ili yeyote amwaminie, iwe ako namna gani, yeyote amwaminie. Bwana Yesu asifiwe. Asipotee bali akuwa na uzima wa milele. Nashukuru Bwana jioni ya leo ni kwa kile Mungu anafanya katika maisha ya wale wote ambaye anaowakomboa. Hautakuwa na sababu, hautakuwa na jambo ambalo utakaosimamisha mbele za Bwana. Ni kwa sababu tunaye Mungu, tunaye Mfalme, na yule ambaye tumekuletea jioni ya leo ni yule ambaye aliyekuamsha siku ya leo. Yule ambaye tumekuletea jioni ya leo ni yule ambaye anayekusaidia kupumua. Yule ambaye tumekuletea jioni ya leo hana ubaguzi, alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zako. Hivyo basi jioni ya leo hauna sababu ya kwamba haujasikia. Njoo kwa Yesu, kuna raha. Bwana Yesu asifiwe. Walisema tulitupa bao, lakini nashukuru Bwana ni kwa sababu tulipotupa bao tulimchukua Yesu, na leo hii Yesu anayetawala ndani ya maisha yetu. Maana huyu Yesu akiingia kwenye boma zinasimama. Yesu akiingia kwenye maisha ya wamama, mambo inabadilika. Chukua huyu Yesu jioni ya leo, onekana mbele kwa jamii yako, haitasimama na ikaa vizuri katika Kristo Yesu. Haleluya. We serve this God. Yesu ambaye anayekuponya wakati maisha yako imefika mwisho. Yesu ambaye anayekupatia tumaini wakati matumaini yako yamegonga mwamba. Yesu ambaye anayekukumbuka wakati umelala. Huyu ndiye Yesu ambaye tunayemwakilisha jioni ya leo. Haleluya. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Yesu ambaye aliyetupenda wakati tulikuwa tumepotelea kwenye dhambi, ndiye Kristo ambaye tunayemuinua. Haleluya. Amen. Niruhusu nikuletea maisha ya kijana mwanaume yupo. Lazaro, kuja ushuhudie, waambie watu Yesu anaokoa vijana jamani. Haleluya. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Basi tuko hapa jioni ya leo kutangaza Yesu anaokoa hata vijana. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Na ukikaa ndani ya Yesu hakuna kitu kisichowezekana kwa vijana. Amen. Amen. Vijana kama sisi ambao mnaotuona hapa, sieti ni kwamba ni wazimu. Sisi tumerogwa, tuna roho. Haleluya. Amen. Yesu leo ukikaa ndani ya Yesu unalewa na roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes, na wenye wanasema ati hatuwezi ukaoa na ndoa safi, unaweza kama kijana. Haleluya. Amen. Ama ni aje vijana? Sinawezekana. We are here for Jesus. Amen and thank you. Bwana Yesu
vijana wanaokoka na wanasimamia ushuhuda wao. Haleluya! Na kuja ndani ya Kristo Yesu ni kwa sababu ndani ya Yesu kuna maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye Kristo ambaye tumekuletea jioni ya leo. Amen. Ya kwamba anaweza mambo yetu ilikana, anaweza kukomboa vijana na kuwaleta katika usimani na kukaa maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jesus that we serve today. Na Biblia inasema ya kwamba yeyote ambaye siku zake zimehesabika, baadaye ni kifo na hukumu inayomtoja. Sijui baada ya maisha haya umilele wako utakuwa wapi? Haleluya! Sijui baada ya maisha haya wewe utamalizia wapi? Vijana sawa na mpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaletee mama mmoja Elizabeth kuja tuambie watu wa mama Yesu anaokoa mama na kuwadumisha kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Jioni ya leo nasema nimeokoka, Kristo ni Bwana. Tunasema ile campaign tuko nayo jioni ya leo ni ya kusema Kristo anaokoa, anadumisha na anapeana amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu ya John 1:12, Yohana 1:12 inasema waliomkubali walipewa uwezo wa kufanyika wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo na wachallenge jioni ya leo, yeyote anayesikia hii sauti ya leo na hajamkubali Yesu Kristo, akaweza kumkubali jioni ya leo ili akaweza kufanyika mwana. Mbarikiwe sana. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Wamama wanaokoka na wanakaa ndani ya Yesu, wazee wanaokoka na wanakaa ndani ya Yesu, vijana wanaokoka na wanakaa ndani ya Yesu. Hivyo basi hata wewe unaweza okoka na ukae ndani ya Kristo na ufanyike kuwa mwana katika ufalme wake. Haleluya. Nataka tukaribie kidogo tumsifu Bwana. Amen. Amen. Amen.